Ni muda mrefu sana sikuweza kuzungumza na vyombo vya habari kwa sababu nilikuwa nasubiri wakati wa Bwana utimie, na Bwana ameniruhusu sasa rasmi kuanza safari yangu ya kutoa elimu elimishi kwa Watanzania na wasio Watanzania. Kwanza kabisa, leo ni tarehe 23 ya mwezi wa 12 2025. Naomba niwape salamu za Christmas. Sisi wa Kristo tunakwenda kwenye Christmas. Nina kila sababu kuwapongeza Watanzania wote wa dini zote, Wakristo kwa Waislamu na wasio na dini. Tunaenda kwenye sikukuu ya Christmas. Christmas ina tafasiri ya kufanyaje, ya kuzaliwa kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo, na anapozaliwa Yesu Kristo inakuwa ni fundisho kwetu sisi wanadamu ya kwamba Yesu azaliwe upya mioyoni mwetu. Sema haleluya. Waandishi wa habari msemeni amina, kwa sababu ni jambo la neema. Kwa hiyo na kila sababu ya kuwapongeza Watanzania kuwa na moyo wa subira, moyo wa utulivu, moyo wa amani, kwa namna ambavyo tumekuwa washiriki wa amani na utulivu. Kusema kweli, Mungu awabariki sana na neema ya Bwana iwe pamoja nanyi. Lakini pia ni kweli kipindi cha nyuma pia kama tunakumbuka, taifa letu liliingia kidogo ya changamoto hapa na pale. Kuna watu waliumia, walipoteza mali zao, wengine walifariki kadhalika, lakini hakuna msiba ambao una mwisho wa maombolezo. Mbona hakuna tatizo ambalo ina mwisho na kadhalika. Nina kila sababu, nimeshuhudia watu mbalimbali, kuna viongozi wa dini, viongozi wa serikali wakisema 1, 2, 3 kwa yotokea yote kwa yote. Mungu awape faraja ndugu wote ambao waliopoteza ndugu zao. Mungu awafariji na Mungu awape neema hiyo ya uvumilivu. Lakini vile vile nimeona baadhi ya viongozi wa serikali nao wakisema haya yaliyotokea na kadhalika. Pia Mungu atubariki na atupe moyo mkuu. Wengine pia walipoteza mitaji, biashara zao mbalimbali, lakini yote kwa yote Mungu awabariki, Mungu awape neema miongo mingine ili ya kupata hiyo mitaji mingine. Bwana awape neema ya kufanya vizuri. Unajua kuna mambo ambayo hamwezi kujua wote, lakini naomba kwanza nirudi kwa kipindi hiki. Mzee wangu Warioba, kuna vitu ambacho amekizungumza, of course kina uchungu ndani ya moyo wake, lakini kipindi tulichonacho hiki kisiwe kipindi sasa cha kuendelea Watanzania kututwisha mizigo. Unaelewa? Mizigo mingine ya maumivu, mizigo ya mateso, mizigo ya kutumiza. Hebu wazee wetu tufanyike kuwa faraja. Sawa ndugu, viongozi wa dini wa makanisa yote, viongozi wa dini wa makanisa yote, Roman Catholic, KKT, TAG, Moravian, wa Sabato, wa Pentekoste, yani makanisa yote ya dini zote, tuungane tuwe kitu kimoja. Kwanza tuilinde na kuitunza amani ya nchi yetu, na hakuna serikali ambayo iliyokamilika duniani. Kwa ndugu zangu ni wa Tanzania, mara nyingi nimezungumza, lakini leo ndo nafungua ukurasa wa kuzungumza. Sipo upande wote, siko upande wa viongozi wa dini, siko upande wa viongozi wa serikali, niko upande wa Mungu. Mungu ni Mungu mwenye dhamana ya nchi, na mimi kama mtumishi wa Mungu nitazungumza mengi, si leo tu, nitazungumza mengi hata muda unaokuja. Kwa viongozi wa dini najua kuna mambo yenyewe mtajui, nimeyajua na kama maumivu, wengi tumeumia, wengi wameumizwa, lakini tusichukue kama fumbo sasa ya kuendelea kuhamasishana uchungu. Tunakumbushana maumivu, tunakumbushana matatizo. Hapana, tunatakiwa sasa hivi kwa tuijenge na tusimamia muhimili wa amani ya nchi yetu. Unajua haki huinua taifa, pasipo haki taifa inaangamia. Sasa basi nirudie kwa viongozi wa dini, hasa tuwe kitu kimoja. Kwanza tunapoelekea Christmas, mimi ni mchungaji wa kanisa la National Christian Assemblies
na ndiyo mchungaji kiongozi na ndiyo founder wa huduma hiyo. Ninapozungumza haya ninamaanisha, hebu tunapokwenda kusherekea sikukuu za Christmas, natamani kuna viongozi wa dini wakihubiri amani, wakihubiri utulivu. Natamani kuona wanasiasa wakihubiri amani, wakihubiri utulivu. Natamani kuona viongozi wa serikali wakihubiri amani, wakihubiri utulivu, kwa sababu utulivu ndio tuni yetu. Yaani Yesu Kristo akazaliwa upya kwenye mioyo yetu.